Alhamdulillahi rabbil alamin wala aqibatun lilmuttaqin wala udwana illa ala dhalimin. Allahumma ikfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Shahadatan tatma'innal qulubil mu'min idha nataqaha. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa muallimana wa mustafana wa qudwatana Muhammadur Rasulullah an-nabiyil arabi wal ajami wa ala alihi wa ashabi ajma'ina fi hadhihi al-umami amma ba'du. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia ziada za rehma Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, mada yetu ya leo inasema tunawaletea leo dua adhimu kabisa, dua ambayo Muislamu kama ataikamata na kuishika ina mambo makubwa, ina mambo adhimu ambayo kila mmoja wetu mwenye kuipata basi kuna faida kubwa sana siku ya leo anakwenda kuipata biidhnillahi taala. Mada inasema dua inayovuta upendo wa nyoyo za watu, yule unayempenda au unayemtaka. Dua inayovuta upendo katika nyoyo za watu na yule unayempenda au unayemtaka. Kuna baadhi yetu sisi tunachukiwa hata sehemu za kazi au katika maeneo tunayoishi. Yaani ufikia hatua mtu mwingine anachukiwa bila sababu yote, mtu hapendi tu. Sasa zipo namna za kumwomba Mwenyezi Mungu ili kurudisha upendo kwa watu wakufurahie, watu wakuone nuru, watu wakuone wewe kama vile almasi, kama dhahabu. Zipo dua kama hizo. Wako leo baadhi ya wanandoa hata kwenye ndoa zao zimekuwa na mitihani kwamba upendo umepungua na upendo haupo katika ndoa zao. Basi ni vizuri dua kama hizo ukazipata, alafu kwa wanazitumia kwa ajili ya kubadilisha mioyo ya watu, kubadilisha moyo wa yule ambaye kwamba wewe waishi naye katika ndoa yako. Lakini vile vile katika sehemu za kazi, dua hii kadhalika inaleta riski vile vile kwa mtu ambaye riziki zimekuwa za taabu, inavuta riski. Lakini sana sana upendo katika maeneo unayoishi, nyumbani kwako, kwa familia yako, kwa jirani zako, kwa rafiki zako, wale ambao wanayekuzunguka wale, mtu akawa anapendwa na furahiwa na watu, basi dua muhimu sana kuifahamu na kuijua kwa ajili ya kurudisha mioyo ya watu kukupenda. Basi twende tukaisome dua hii. Nitairudia hapa mara mbili na nitakuwa ninasoma neno moja moja, na kuna sehemu nitakuwa nakufasiria na nitakwambia hapa maana yake ni hii, maana yake ni hii biidhnillahi taala. Twende tukaanze kuisoma inshallah, alafu tuangalie kwamba je, baada ya kusoma, mfano mimi nitasoma au wewe utasoma, alafu angalia kama ulikuwa na hali kama hiyo katika mji wako, katika sehemu yako ya kazi, ama jamii tu haikuhitaji, haikupendi, basi baada ya kusoma dua angalia nini kitatokea katika hilo. Leo kuna baadhi ya watu wako katika miji ya watu, wamehama makwao katika miji ya watu, lakini huko aliko anachukiwa na hapendi vile vile. Basi chukua dua hii inshallah, nenda kaifanyie kazi. Mimi hapa nitaisoma kidogo kidogo. Unaanza kwanza, a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma alif baina wa baina al-khalaiq kulluhum ajma'in. Allahumma yassir li al-khayra haythu kunta wa haythu tawajjahta. Allahumma sakhkhir li al-arzaq wal futuhati fi kulli waqti wa sa'a. Wa yassir li ala su'bi wa hawni ala kulli asir. Allahumma sakhir jami'i khalqika kama sakharta al-bahra li sayyidina Musa alayhi salam. Hapa unamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aibadilishe au abadilishi mioyo ya watu. Unakwenda kumwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala swala zima la riziki. Kama riziki ilikuwa ni ngumu, Allah ifanye kwa nyepesi na kufungulia riziki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
Unaendelea unasema Allahumma yaltuf san'aka fi taskhiri wakhfa latfika fi tasiri. Ultuf biha fiha jalna bihi almaqabir. Alafu nasema ij'alni maqbulan fi a'yuni wa qulubi khalqika. Ij'alni maqbulan fi a'yuni wa qulubi khalqika. Manake nini? Manake Mwenyezi Mungu nijalie mimi niwe mwenye kukubalika katika macho na mioyo ya viumbe wako. Allahumma ij'alni nuran bil anwari. Mwenyezi Mungu nifanye mimi niwe nuru miongoni mwa nuru, au nifanye mimi niwe nuru yenye kung'aa, hata ya'tajibu saghira, mpaka waone ajabu watoto, walkabira, na wakubwa, yani mpaka waniuchangaye watoto wakubwa. Walabasani almahabbati mahabba bima shaa. Mwenyezi Mungu nivishe mimi vazi la kupendwa vile unavyotaka. Allahumma anta alqawiyyu ma ja'alta alqawiyyu. Mwenyezi Mungu wewe una nguvu, na nifanye mimi nitilie mimi nguvu yako, bil mahabbati, katika swala zima la kupendwa. Wasakhirli khalqika kama sakharta kaunaka khalqika. Allahumma inni ad'uka wa anta al-hayyul qayyum. Mwenyezi Mungu mimi nakuomba kwa jina lako ila hayyul qayyum dhul jalali wal ikram. Ij'alni mahbuban wa maqbulan. Unamwomba tena Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akujalie uwe mwenye kupendwa na mwenye kukubalika. Auza'a mahabbati fi baiti wa baina ahli. Mwenyezi Mungu ajalie mapenzi, kupendwa wewe pale nyumbani kwako na kati ya ndugu zako, jamaa zako, akaribani, na watu wako karibu, wajirani na majirani zako, wasdaqini na marafiki zako, wa kullaman aqariban, na kila aliyekuwa karibu yangu, wa an makana amala, na hata sehemu yangu ya kazi. Hii ni dua maalum Muislamu utaisoma kwa ajili ya mtu kupata mahaba na kupendwa biidhnillahi taala, insha Allah. Basi nitaandika hapo chini kwa anaitaka kuchukua, basi utaichukua hapo chini full kabisa dua hiyo, ili ukaweza kuitumia katika swala zima la kupendwa, katika swala zima la mahaba kwa watu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.